Ukitumia neno retro kwa takupa maana kama tatu. Maana ya retro ambao Diamond ameita retro season. Retro maana yake ni mtindo wa zamani, fashion au design. Humaanisha kitu ambacho unakiiga kukirejea mtindo fulani wa zamani. Aidha labda kwa Diamond kwa sababu ni msanii, huenda anakuja na mtindo wa show kama zamani wa Wasafi Festival maybe, au anakuja kuziperform nyimbo zake za zamani. Retro maana ya pili ya retro ni kurudi nyuma. Umeelewa eh? Retro ni kurudi nyuma, kwa mfano kufanya review. Inawezekana ya nyimbo zake, inawezekana ya ngoma alizowahi kutoa, inawezekana ya kufanya retro kwenye mikoa kwa sababu au kwenye sehemu ambazo amewahi kuperform. Ushaelewa vizuri eh? Na maana ya tatu ni teknolojia au muziki. Kwenye teknolojia au muziki, retro maana yake ni kwamba inaelezea kitu cha zamani ambacho kinapendwa sasa hivi. Umeshaelewa? Kitu cha zamani, muziki wa zamani, teknolojia ya zamani, chochote cha zamani ambacho kinapendwa sasa hivi. Hiyo ndio maana tatu za retro. Ya kwanza ni mtindo wa zamani, inawezekana fashion, design au aina ya show, mtindo aliokuwa anautumia zamani kwenye show, au maana nyingine anarudi nyuma, maana yake anarudisha inaitwa flashback. Unaelewa, kufanya review ya retro ya nyimbo zake za miaka yote ambazo umefanya. Au retro maana yake ni unafanya retro ya muziki wako, unarudia kile ambacho uliwahi kukiimba au uliwahi kukifanya nyuma, unakifanya kwa namna nyingine ya utofauti. Hiyo ni tafasiri ya retro. Ndio maana Diamond ameandika retro season ameandika retro season and tour is active. Umeelewa? Na kwenye retro season ya Diamond ameanza Aprili 25. Kumbe naanza Aprili 25, kesho kutwa tu. Diamond ana show Mwanza. Sasa hivi ndio tunavyojua show za wasanii wakubwa zinavyotakiwa kufanywa. Hivi ndio show za wasanii wakubwa zinavyotakiwa kufanywa. Umeelewa? Sio msanii unatangaza show, kesho kutwa na show sehemu fulani. Show hazina mpangilio. Wasanii wote wakubwa duniani huwa wanafanya vitu kwa mpangilio, systematically. Kama anatoka kwenda kufanya show, anahakikisha hii ni tour au ni show ambayo ina impact. Wasanii wakubwa wao hawafanyi show kwa kukurupuka. Hawafanyi show tu kwa kujisikia umealikwa na mtu fulani. Akiwa anaenda kufanya show au tour, anahakikisha na impact. Kama sio tour, wanaenda kufanya shows kwenye matamasha. Ni mara chache sana unamkuta msanii mkubwa anafanya shows za clubs. Hiyo tukubali tukatae, mara chache. Sio kwamba hawafanyi, wanafanya, ila mara chache. Wasanii wakubwa huwa na aina mbili za show. Hizi mbili, tour au matamasha makubwa pekee. Otherwise iwe special. Special kwa mfano umealikwa kwenye event, kwa mfano umeenda kuperform kwenye party fulani, kama ulivyomwonaga Diamond kaenda Ghana kuperform kwa tajiri yule. Umeshaelewa? Special maana yake unaenda kuperform labda kwenye tukio maalum, kwa mfano harusi ya tajiri fulani au birthday ya tajiri, yani wherever, kama alivyoenda Rihanna kwa Ambani yule wa India. Umeshaelewa? So wasanii katika show ambazo ziko kwenye system, na wanahakikisha kila baada ya mwaka mmoja au miaka miwili wanafanya, ni show za aina mbili. Msanii mkubwa lazima ahakikishe anakuwa kwenye tour, anaandaa tour yake. Hilo la kwanza. Pili, msanii mkubwa lazima ahakikishe anahudhuria matamasha makubwa. Hiyo ndo tunatafasiri msanii mkubwa. So, nimejaribu kuangalia Diamond alivyo introduce retro. Hii inakupa tafasiri ya msanii mkubwa. Kwanza, tunaanzia kwenye jina, retro season. Not easy. Yani sio vitu ambavyo utavisikia kwa wasanii wengi. Angalia kwa mfano tour ya Davido, 5 tour. Umeshaelewa? Ya Burna Boy tour yake. Umeshaelewa? So, retro season. Kwanza limekaa ni kama, yani kwanza linatisha. Ni kama kitu fulani kikubwa. Umeshaelewa? Yani ni kitu mpaka watu wanaanza kuuliza, jamani, hii kwanza retro maana yake nini? Hiyo. Yani kitendo cha wewe kujiuliza jina la tour yake, kwanza linaonyesha ukubwa wa msanii husika. Umeelewa? Yani kitendo cha wewe kukaa unahoji, hili jina linamaanisha nini? Kwa nini iandike hivi? Inaonyesha ukubwa wa msanii. Sasa ameonyesha ukubwa. Ametangaza tour na of course ameandika miji kama 13 kuanzia Aprili mpaka Oktoba, kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 10. Hii inaonyesha ukubwa wa msanii. Yani msanii unakuwa na specific muda maalum. Ni kama unavyokuwa shuleni.
Shule zote ambazo ziko kimfumo kwenye mtaala wa serikali zinakuwa na season maalum. Tunaanza kufungua shule mwezi wa kwanza, zinafungwa mwezi wa 6. Tunafungua mwezi wa 7, zinafungwa mwezi wa 12. Hiyo ndio inavyokuwa kwenye vitu vyote ambavyo viko kwenye system. Mimi nimependa sana. Hii inaonyesha professionalism, lakini pia inaonyesha management ya Diamond iko very smart. Ipo very smart. Sasa ameanza mkoa wa kwanza kabisa. Anaanza Aprili 25 ni Mwanza. Mkoa wa pili anaanza Mei 9 ni Dodoma. Mkoa wa tatu anaanza Juni 5. Sio mkoa, ni anaenda Uganda. Hapa ni nchi sasa, anavuka. Anaenda Uganda June 5, then Juni 27 anaenda Morocco. Wow. Mimi sijawahi kuona wasanii wanaenda kufanya show mataifa ya Uarabuni. For the first time Diamond anaandaa show Morocco. Hii ni tour. Mshaelewa? Tour maana yake ni kitu ambacho yeye anakiandaa na mapromoter. Sio kwamba unaalikwa kwenye event maalum. Mshaelewa? Ndio inaitwa retro season. Then akitoka Morocco anaenda Arusha. Narudi Tanzania Arusha. Akitoka Arusha Julai 18 anaenda Tarime. Akitoka Tarime atakwenda Rwanda. Akitoka Rwanda ataenda Zambia. Akitoka Zambia anarudi Tanzania tena Dar es Salaam. Akitoka Dar es Salaam anaenda Australia. Akitoka Australia na show 3. Perth Australia pamoja na Melbourne. Anafanya show Australia 2. Show 2 Australia Oktoba 10 na 11 mwezi wa 10 huo. Wow. Umeona hii show Kwanza Tanzania anafanya show sehemu hizi 3 tu. Mwanza, Arusha, Dar es Salaam. Sehemu 3. Mshaelewa? Wasanii wakubwa wao wanatengeneza kitu kinaitwa demand ya mashabiki. Demand ya mashabiki ni ile desire, mnamisi msanii. Kwa mfano, kuna mikoa ambayo nina uhakika Diamond hajawahi kukanyaga kwenye show. Wanatamani kumuona tu. Sasa vuta picha siku anaenda kwenye huo mkoa itakuwaje. Na mimi naamini kabisa Diamond hizi show hazitakuwa za club, zitakuwa kwenye sehemu za wazi, uwanjani au wapi. Na tour ya Diamond huwa lazima ipate wasindikizaji. Wasanii wake wa Wasafi lazima watamsindikiza. Atachukua wasanii ambao wako nje pia ya Wasafi, watu kama kina Juma Jux tutarajie kuwaona kule, watu kama kina Billy Nass, unaelewa vizuri, na wasanii wengine ambao ni washikaji zake wa karibu, hata kama sio washikaji ambao yeye anaamini kabisa wanauza kwenye soko la kule. Wataenda kina Mario, unaweza kuja kuwakuta kina Mario kwenye tour ya Diamond, umeelewa? So manake atakuwa na company ya wasanii wengine kutoka Tanzania. So kwangu mimi kiukweli, kwa sababu ni Aprili 25 mwezi wa 4 tarehe 25, manake tunasubiri kuiona show ya kwanza itakuwaje. Show ya kwanza Diamond ndio itatupa tafasiri ya tour yake itakuwaje. Na show ya kwanza inafanyika Mwanza, then Dodoma. Tanzania sehemu 4. Nimesahau Mbeya. Sio 4, 5. Tanzania kuna sehemu 5 naenda kuperform. Mwanza, Dodoma, Mbeya, Arusha, Tarime, Dar es Salaam. 6 hizi. Mwanza, Dodoma, Mbeya, Arusha, Tarime, Dar es Salaam. Sehemu 6. Tanzania mikoa 6. Tanzania ni sehemu 6 kwa sababu Tarime sio mkoa. Sehemu 6 anaenda kuperform. So kiukweli mimi ni miongoni mwa watu ambao nasubiri kuiona tour ya Diamond ya retro. Nimewapa tafsiri ya retro. Mara ya mwisho kumuona Diamond kwenye tour ilikuwa ni zamani kwenye Wasafi Festival. Maana yake nitamuona another time kwenye tour zake na nataka kuona mabadiliko yatakuwaje, unaelewa, kwa sababu Diamond hawezi kufanya kitu kile miaka yote. Maana yake atafanya kitu kikubwa zaidi. Maana yake atataka kuonyesha ukubwa, unaelewa vizuri hilo la kwanza. Ataonyesha ukubwa, ataonyesha utofauti na ataonyesha progress kwenye maandalizi ya show. Hatuwezi kuona show za Wasafi Festival za miaka 3 tukaja kuziona kwenye tour yake. Maana yake tutaona maboresho makubwa sana. Na Diamond huwa anapenda kutoa somo. Anapofanya show huwa anataka kuonyesha utofauti na nini ambacho kinahitajika kwenye show zake nyingi. So kiukweli I'm ready. Mimi naisubiri tour ya Diamond hii ambayo atafanya kwenye hii mikoa ili kwa lengo la kujifunza na kujua shows zinavyofanyika. So big shout out sana Biggie, na tunaisubiri kiukweli show kwa ya Biggie na tuone itakuwaje.